Majina yangu naitwa Crispin Kawa Kiiza. Mimi ni mwenyekiti wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania, kifupi chake CHAMATA. Tumeguswa sana kwa ajili ya kufuturisha na tumejielekeza zaidi kwa watoto yatima na wanawake wajane. Na mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, kuwapata hao watu ni wengi kweli kweli, lakini sasa na sisi tumesema tutaenda kadiri ya nguvu yetu itakavyokuwa. Manake mpaka sasa hivi tumepata orodha ya watu ambao wanataka wako tayari, yani wameshazidi hata 1000. Lakini kwa sisi kwa nguvu yetu hatutaweza, lakini tunasema angalau nusu yao tuweze kuwapatia iftari. Sio kwamba tunawapa chakula sio kwamba tunakula pamoja. Yani tunawapa iftari, wataenda kupikia majumbani. Kwa maana mchele, maharage, sukari na vitu vingine vyote ambavyo tutajaliwa vinavyoweza kutumika kwenye iftari. Lakini tumelenga zaidi watoto yatima na wanawake wajane, ili na sisi na wao wajione kwamba ni sehemu ya jamii inayoishi Tanzania na wajisikie amani. Sisi tunachoomba kwanza katika sikukuu kama hii ya mwezi wa Ramadhani, na taasisi zingine wasiwasahau watu wengine kama watoto yatima. Ni muhimu sana kwa watoto yatima ili wasikie faraja na wao wajione wana haki kama watu wengine. Watajisikia amani pale wanapoona makundi ya watu, taasisi wanaamua kuwakumbuka na kwenda kuftari nao. Lakini kubwa zaidi, sisi kama taasisi lengo letu kubwa sana ni kuhakikisha tunampambania rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tunalifanya hili kwa makusudi kabisa, kwa sababu kwa ajili ya kuwepo kwa vyama vingi hapa duniani na Tanzania kwa ujumla wake, wapo watu wengine ambao wao kila siku wanazungumza maneno ambayo yani hawaoni serikali inafanya nini. Kwa hiyo kikubwa zaidi katika maneno yao ni kuichonganisha serikali na wananchi. Yani wanatengeneza gepu kutokana na maneno ili watu waione serikali ni mbaya. Lakini sisi Chanzo cha Matumaini tunasema hapana. Serikali ni nzuri sana, inawapenda wananchi wake. Shida ni kuitaja miradi mama anafanya nini. Kwa sababu watu wengine hawajui serikali inafanya nini. Hawajui serikali ni jinsi gani inawapenda. Kwa hiyo sisi tunaweka bayana. Na bahati nzuri hatuzungumzi ahadi. Tunazungumza mambo yaliyofanyika, mambo ambayo yanaendelea kufanyika. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la taasisi yetu ya Chanzo cha Matumaini. Lakini tukibaini kuna changamoto hata ndogo 2-3, basi nazo tutaangalia jinsi gani tuzipenyeze ili ikiwezekana zimfikie Mheshimiwa Rais aweze nazo kuzitatua. Lengo na mazumuni, wananchi waipende nchi yao, wananchi waipende serikali yao, wananchi wapende viongozi wao, ili tuweze Tanzania kuishi kwa amani na mtu ajisikia na amani, yani ajivunie kuwa Mtanzania. Kwa majina naitwa Nicholas Patieli Mlanda, ni katibu mkuu wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania, CHAMATA. Tulikuwepo leo hapa Makunduchivira kwa nia ya kupiga bajeti na kufanya mchakato wa kwenda kufutulisha mkoa wa Pwani. Tumekaa, tumejadili, tukaona tukashiriki na ndugu zetu wa mkoa wa Pwani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakapo kuwepo nacho ndio tutakwenda kusaidiana. Tarehe 29 itakuwa Jumamosi. Tunaomba tujumuike na wengine ambao watakuwepo karibu, tuweze kushirikiana hilo jambo ili liweze kwenda vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa majina naitwa Febronia Agnes Masawe, mimi ni mjumbe wa bodi wa taasisi ya Chanzo cha Matumaini Tanzania, CHAMATA. Kwa kweli sisi kama taasisi tumeona kwamba tufanye jambo kubwa ambalo tumeona ni zuri, kwa sababu kama Tanzania tumepata rais mwanamama, rais mwanamke, unaona, na tunajua kazi ya mama. Kazi ya mama ni upendo, na kazi ya mama ni kukaa na familia yake na kuhakikisha watoto wamekula na wamekunywa na wamekaa vizuri. Kwa hiyo na mama yetu ameanza kuonyesha mfano na anafanya mambo makubwa ambayo tumeyaona. Kwa hiyo kwa kumwenzi kwa hilo ambacho anachokifanya ni kwamba tumeona tukae na watoto yatima, tukae na mama wajane, tule nao kwa kipindi hichi ambacho ni cha Kwaresma pamoja na Ramadhani. Unaona, kwa hiyo sasa kama si taasisi tumeona tufanye jambo hilo kwa mkoa wa Pwani, kwa sababu mwaka jana tulifanya kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa hizi tena tumesogea, tumeingia mkoa wa Pwani kwa sababu taasisi yetu ni kubwa na iko nchi nzima. Kwa hiyo natoa wito kwa taasisi zote ambazo ziko zinamsemea mama au ambazo ziko kwa ajili ya jamii, wafanye mambo kama haya, kwa sababu mwisho wa siku yanaleta baraka na sio kwao tu, ni kwa taifa zima.